Let those who are sick raise their hands. Nani anaumwa? Hey, hatujambo wote. Amina. Amina. Sio jambo dogo kuwa kwamba sisi katika wengi wetu kwamba hatujambo. Katika dunia hii ambayo swala la kuumwa sio msamiati wa kufikiria, kimsingi ni neema ya Bwana kwamba sisi hatujambo. Bila kupoteza muda sana, niwakaribisha katika revision ndogo ya somo lililopita, halafu tuendelee katika somo la leo ambalo sina uhakika kama linaweza kuwa refu sana, lakini adhumuni la Bwana lipate kutimilika, ya kwamba tupate kuelewa lengo lake katika kufundisha hayo. Tulijifunza juu ya tabia ya Mungu Sabato iliyopita, hasa mahusiano yetu na Baba yetu wa mbinguni baada ya dunia hii. Si ni kweli jamani? Tukajaribu, kwa wale ambao walikuwepo niwakumbushe, tukajaribu kutafakari mahusiano yetu na baba zetu wa hapa duniani in comparison to our relationship to our eternal Father in heaven after this earth, na tukajaribu kuonyesha kwamba kimsingi hakuna mwanadamu ambaye anaujua kamili upendo wa Baba wa mbinguni kupitia wazazi wetu wa duniani. Kweli? Ama nilikuwa alone? Tulijaribu kusema hivi, huwezi ukajifunza upendo wa Baba wa mbinguni kwa kupitia upendo wa Baba wa duniani. Ni kweli sio kweli? Tukasema hivi, Baba wa mbinguni, upendo wake alionao kwetu umeweza kuchafuliwa ama kuwa affected na upendo wa nani? Na mahusiano yetu na baba zetu wa wapi? Wa duniani. Kwa maana baba zetu wa duniani, hata kama ni mzazi kweli amekuzaa, anakupenda ukiwa mtoto mtiifu. Siku ukiasi anakuchukia. Kweli? Ujapata wazazi ambao anafukuza mtoto wake na rungu kubwa na fimbo kubwa, anafukuza nyumbani. Anamwambia hivi, nikikuona hapa, tena anatamka hivi, hata nikifa usikanyage kwa kaburi yangu. Maneno haya mjawahi yasikia? Yapo. Sasa lakini ukimuuliza baba, hata nikikanyaga hapo hamna faida yoyote. Ninaenda kufuata nini kaburini sasa? Eti hata nikifa, kama mimi ni baba yako kweli, sitaki kukuona na ukatafuta baba mwingine. Na kama ukiona hivi mimi ni baba yako, lazima uache hiyo dini ulionayo, ili tuendelee kuwa salama. Na kama hutaki, hata nikifa usikanyage msibani. Sasa swali, nikikanyaga utapona? Hapana. Sio maada, lakini kesi yetu ni the way baba zetu wanatupenda ama wanatujali hapa duniani is far different from our father's care. Okay? Hakuna namna ambayo utamlinganisha mzazi wako wa duniani hapa na Baba wa mbinguni ukasema hivi, baba, hata ukimwambia Baba wa mbinguni kwamba ninakupenda kama ninavyompenda baba yangu wa duniani, bado huwezi kuelezea upendo wa Mungu kwa mfano huo. Kweli? Yeah. Lakini zaidi sana tukazungumzia comfortability ya kuwa mbele za Baba wa mbinguni ama wa duniani. Si kweli? Tukajaribu kusema kwamba ikiwa baba wa duniani hapa amegundua kwamba mwanae anamuogopa sana kiasi kwamba hawezi kukaa naye karibu kando yake, lakini akiagiza jambo ama akitoa amri, mtoto anatii kawaida tu, anafuata kama kawaida, lakini baba anaogopwa vibaya sana na mtoto. Hata kama alikuwa anacheza na wenzie, yuko anasimama, ana furaha, akikusogelea wewe anakaa kimya kwa hali ya hofu. Ukajaribu kuulizana, unafikiri jambo gani jema ambalo ungefanya, ama jambo gani ambalo ungefanya kwa ajili ya kumfanya mtoto awe comfortable mbele yako mkiwa mmekaa karibu? Kila mmoja alijaribu kusema
maoni yake juu ya nini cha kufanya, lakini swali hilo lina umuhimu sana kwa Baba yetu wa mbinguni na mahusiano yake na sisi. Sasa kimsingi Baba yetu wa mbinguni hajawahi kuwa na uadui na sisi. Halo, hilo swala ni geni. Baba wa mbinguni hajawahi kuwa na uadui na nani? Na kiumbe chake, ila viumbe ndio tuko na uadui na Baba yetu wa mbinguni. Hiyo ndio tofauti ya Baba yetu wa mbinguni na wa duniani. Wa hapa wa duniani, ukianzisha uadui ni uadui wa yeye na wewe na uadui wa wewe na yeye. Kila mmoja anahitaji kupatanishwa. Moyo wake umefanyaje? Umelaluka. Moyo wake umekutupilia mbali. Lakini moyo wa Mungu hauwezi kutupilia mbali, hauwezi kumtupilia mbali mtoto wake. Hauwezi. Regardless hali yake ikoje, no matter amekosea kiasi gani, Baba wa mbinguni hawezi kumchukia kiumbe wake, maana chuki haipo ndani yake. Sasa sisi ndio wa kushughulikiwa. Sisi ndio tunashughulikia hali zetu, sio Baba wa mbinguni. Hali yake yeye haibadiliki. Sasa leo tutajifunza kwa ufupi somo ambalo tungeweza kuliita to overcome accusations. Accusations tunaweza kuliwekaje hilo somo vizuri kwa Kiswahili kabisa, kila mmoja aweze kutoka na uelewa linganifu. Jinsi ya kushinda ama jinsi ya kuwin wakati wa nini? Wa mashtaka, wakati wa kushtakiwa. Jinsi ya kuwin wakati wa kushtakiwa. Tukiwa na mfano ule wa baba ambaye mwanaye anamuogopa, anaishi naye kwenye familia hiyo hiyo, lakini hataki kumsogelea. Unafikiria nini kama huyo mtoto ambaye anakuogopa akitokea na mtu mwingine tena akaendelea kumwambia mambo mabaya kuhusu wewe? Si ndio chuki inaongezeka? Unafikiria nini tena mtoto huyo akija kuingia kwenye kosa, halafu kabla haujasuluhisha kosa lako na yeye, akaja mtu akaanza kumwambia huyo baba yako aweze kukusamehe, halafu alikuwa anakuogopa tangia mwanzo. Hapo wewe utamsogelea baba yako? Basi uadui na distance kutoka kwa baba inaongezeka kuwa kubwa sana. Kimsingi hali tulionayo sasa ni hali ambayo shetani anahitaji jitihada kidogo tu kutuonyesha ubaya wa Mungu ndio tumchukie. Anahitaji jitihada kidogo tu. Kwa sababu gani anahitaji jitihada kidogo tu? Anahitaji jitihada kidogo kwa sababu tayari ndani ya mioyo yetu Baba wa mbinguni ni hana upendo. Yaani hata akisema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, tukisoma hiyo tunaikariri tu. Lakini kimsingi haiko kwenye uhusiano kamili na mioyo yetu na hali zetu tulivyo. Mungu anapowaambia Waisraeli kwenye kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka sura ya 15:26, wewe tuone jinsi mahusiano ya Waisraeli na sisi sasa jinsi yalivyokuwa mbali na Mungu. Anasema kwamba Exodus 15:26, maandiko yanasema kwamba akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake,
mimi sitatia juu yako maradhi yote niliyowatia wa Misri, na kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Hatutaki mengine, tunataka jinsi Mungu amejitambulisha hapa. Amejitambulisha kama nani? Mponyaji, si ndio? Amejitambulisha kama Mungu mponyaji. Lakini wakati Waisraeli wanamkimbia Mungu, walikuwa sentensi hii ilikuwa imeshatamkwa ama ilikuwa bado? Ilikuwa imeshatambulishwa tayari. Kwenye kitabu cha nataka tuone jinsi ambavyo sentensi za Mungu zinaingia ndani yetu kama maneno ya kukariri tu, lakini hakimsingi hazijakubalika na roho zetu. Haya, Kutoka 34 aya ya 5 hadi aya ya 7. Maandiko yanasema, Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Aya ya 6, Bwana akapita mbele yake, akamtangaza Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kuwasamehe uovu na makosa na dhambi, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Si ndio? Mungu amejitambulisha jina lake ambao kimsingi ni sifa ama tabia yake, ya kwamba yeye ni mwingi wa huruma, ni mwepesi, si mwepesi wa hasira, ni mwenye kurehemu, mwenye kuwahurumia watu na kuwasamehe uovu na makosa yao na dhambi zao. Akawaambia kila sifa njema yeye inatoka kwake. Sasa kitu gani kilikuwa kinafanyika mpaka wanadamu wanamtazama Mungu kuwa na uadui naye pamoja na kujitangaza vile? Kimsingi tunaweza kuona kwamba maneno mengi kama Yohana 3:16 ambayo yanaonyesha jinsi Mungu alivyo na uhusiano anapotutazama sisi, huwa hayana nafasi sana kwenye mioyo yetu, kwa sababu huwa tunaanzia kumtazama Mungu kutoka kwenye tabia zetu wenyewe ambazo ni tabia za shetani. Kwa mfano, unajua kwamba mtu ambaye anachunga sana mke wake kila mahali akienda akimhofia kuchiti, unajua mtu huyo, watu walivyo sana sana huwa ni wazinzi. Umejuaje mambo ya ndoa? Nimekwambia ukweli sasa. Unajua mwanamke ambaye anachunga sana mume wake kila kona, anamwekea mpaka anatamani kumwekea GPS, huyo ni chita wa kutosha. Yaani huyo sio mwaminifu kwa asilimia kubwa. Na by the way, unajua mtu ambaye anahofia sana kuibiwa, anamtazama kila mtu kama mwizi, wengi huwa ni wezi. Watu wa tabia hiyo. Ni kama tunaweza kuelewa sasa mfano hiyo. Unajua kwamba mtu mwongo huwa anawatazama wenzie kama waongo pia. Ukipata mtu ambaye ukiongea nao mwambie haki kabisa, sikudanganyi saa hizi, yani sikudanganyi kabisa saa hii, sikudanganyi. Ama ujue huyo siku zingine anadanganya, ila saa hiyo ndio hataki kudanganya, anasema hivi sikudanganyi. Na anahofia kwamba pengine unajua siku zingine huwa anafanya hivi, anadanganya. Mtu ambaye anataka kumwapiza mwenzie mpaka uwape ndio aamini kwamba unasema ukweli, huyo ni muongo. Kwa nini? Kwa maana anajua yeye anakuangalia kutoka kwenye mahali alipo yeye, anakutazama na wewe vile vile. Anajua kwamba kama yeye alivyo muongo na wewe umeshamdanganya hapo. Kwa lugha nyingine, kama angekuwa yeye asingesema ukweli kwenye hiyo. Ndio maana nataka kuapisha.
Ukimwahidi kitu anakwambia leta kwanza simu yako weke hapo, ama leta kwanza laptop yako weka hapo ndio nikuamini. Ukienda jumla, ujue yeye angekuwa yeye angeenda jumla. Hasa sisi tunaanzia kumtazama Mungu kutoka kwenye tabia zetu wenyewe, si ndio? Mahali pengi tu ambapo huwa tunatamani hata kuchukua kwa dakika moja nafasi ya Mungu. Hujawahi kusikia mtu anasema, yaani ningekuwa mimi ndio Mungu hapo, yaani ningefanya hivi na hivi. Hujawahi kusikia hiyo? Hiyo inatokana na nini? Inatokana na kumtazama Mungu kutokea kwenye tabia zetu wenyewe. Sasa basi, tunachoenda kujifunza hapa, tunachotaka kuelewa ni katika hali yetu ya kumwogopa Mungu na kumuona kwamba yeye ni katili na hana upendo, yaani ana upendo tukiwa watakatifu, na tukiwa tumekosea hana upendo. Si ndio tulivyo wazazi wa duniani? Kitendo cha kumtazama Mungu hivyo huwa kinachochewa sana na mashtaka ya shetani katika akili zetu. That's why somo letu la leo linasema kwamba kuweza kushinda wakati wa nini? Wakati wa mashtaka. Kimsingi mashtaka yanayofanyika ambayo tunazungumzia hapa ni mashtaka dhidi ya shetani ambaye ni mshtaki wa ndugu, si ndio? Maandiko yanasemaje kwenye kitabu cha Petro? Shetani anatambulisha kwamba ni nani? Ni mshtaki wa ndugu. Anashtaki nini? Anashtaki wapi? Shetani anamshtaki nani? Anashtaki wapi? Na hao ndugu awashtakie usiku na mchana. Sawa. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 aya ya 10. Ufunuo sura ya Ufunuo wa Yohana sura ya 12 aya ya 10, maandiko yanasema haya: nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Si tunasomaga hii sentence mara nyingi tu. Hasa tunaweza kujiuliza, usiku na mchana shetani yuko anashtaki, anatushtaki, si ndio? Mbele za nani? Za Mungu. Ni kweli shetani huwa anaenda mbinguni, akifika anaanza kutoa mashtaka mbele za Mungu? Ama kama sivyo, sentence hii ina maana gani? Na ukumbuke maandiko pia yanasema kwamba kwenye nafikiri kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kwenye ile kati ya sura ya msalaba ama imekwisha, ya kwamba Pambano Kuu pia inasema kwamba wakati baada tu ya shetani kuwa ametupwa nje, mshtaki wa ndugu, baada ya kuwa ametupwa nje, baada ya kifo cha Kristo, alipoteza uwezo wa kuingia mbinguni. Sasa basi, huwa anashtaki kwa namna gani? Anatushtaki aje? Tuone pia kitabu cha Petro wa kwanza 5:8 kabla hatujajua mashtaka ya shetani yako namna gani. Aya ya 8 kwenye sura ya 5 nasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Sawa?
Sasa tusipoelewa mashtaka haya, hatari yake ni tutakuwa tunatamani kuwa tutakuwa tunatamani kuwa na mahusiano ya karibu na Mungu, lakini hatuwezi. Kwa nini? Kwa sababu kuna mshtaki ambaye mashtaka yake sio kwamba anashtaki uongo tu. Anashtaki kwenda kusema kweli tabia yetu hasa ilivyo. Lakini anaposhtaki lengo lake ni nini? Lengo lake ni nini? Nilipata nukuu mahali fulani kwenye kitabu cha PK, tunaweza kuelewa mashtaka ya shetani yako namna gani. Ndio kuiangalia kama nitaweza kuiona. Lengo la mashtaka ya shetani anaposhtaki huwa anakusudia nini? Ndio hasa tunataka tuweze kuelewa. Ukurasa wa PK 585 aya ya 3 ya ile ya English. Anasema hivi: mashtaka ya shetani dhidi ya wale wanaomtafuta Bwana hayasababishwi na kuchukizwa kwake na dhambi zao. Badala yake yeye hufurahia tabia zao zenye kasoro, kwa maana anajua kwamba ni kwa kuvunja sheria ya Mungu pekee ndipo anaweza kupata mamlaka juu yao. Hii sentensi tumeelewa vizuri. Mashtaka ya shetani juu ya wale wanaomtafuta Mungu, sawa? Anasema hivi, hayasababishwi na chuki yake dhidi ya dhambi zetu. Kwa hiyo dhambi tunazo ama hatuna? Tunazo. Ila anapoziwasilisha mbele za Mungu, shetani anaziwasilisha sio kwa sababu anazichukia, anataka sisi tuziache, ama anaenda anaenda kufanyaje? Kufanya agreement na Mungu jinsi gani tuwasaidia hao waache kufanya dhambi. Sio lengo lake. Ila lengo lake ni nini? Anasema hivi, anafurahia tabia zetu na kasoro zetu mbaya. Yeye anafurahia. Kwa nini? Kwa maana anajua ni kupitia hizo tu anaweza kutake control kwenye maisha yetu. Hata ukisoma kwenye kitabu cha Truth About Angels inaeleza kwamba shetani alipokuwa akiangalia Adam na Hawa katika ile bustani nzuri, wale wanandoa watakatifu pale, alikuwa anachukia kuwaona jinsi wakiwa kwenye hali hiyo waliokuwa nayo, wanaimba nyimbo nzuri za sifa. Adam anapitisha somo pale la upendo wa Mungu, unaelewa? Malaika wako pale wanachangia hoja, wanaimba nyimbo nzuri. Kimsingi furaha iliyokuwepo pale, mimi sina lugha nzuri ya kuielezea. Sasa shetani akiwa mbali anatazama, anaangalia, anachukizwa na hiyo hali. Ila point yangu ni maandiko yanasema alipokuwa akiangalia hivyo, alikuwa hana namna nyingine ya kuitafia hiyo furaha, tofauti na kuwafanya wavunje uaminifu wao kwa Mungu. Hangekuwa na madhara yoyote kwa hao wanandoa ama kwa jamii hiyo takatifu, tofauti na kuwa depart from the source of life. Unaona? Sasa hicho ndicho pekee anafanya hadi leo kwetu, kwamba ni furaha yake iweze kutimilika. Lazima kwanza kasoro zetu aziwasilishe mbele za Mungu kama vitu vikubwa sana kuweza kuvishinda, ama kama kigezo cha sisi kudisqualify kuishi na Mungu ama kufanyaje, yaani kupatanishwa haiwezekani. Anaendelea kusema kwamba mashtaka yake kutokana na uadui wake dhidi ya Kristo. Kupitia mpango wa wokovu, Yesu anavunja mtego wa shetani juu ya familia ya wanadamu na kuwaokoa watu kutoka katika nguvu zake. Kabla hatujamalizia kusoma nukuu hii, ninataka tuelewe ni mahali gani shetani huwa anaenda kushtaki. Mbele za Mungu ni wapi? Mbele za Mungu ambapo shetani anaenda kushtaki huwa ni wapi? Jambo la msingi,
Sawa. Kitabu cha Waebrania sura ya 4 aya ya 16. Maandiko yanasema aje? Katika Biblia ya Kiswahili inasema, basi na tukikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tupewe rehema basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kunayo mambo mengi ya kujifunza kwenye sentensi hii tu fupi hii, ya kwamba tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema na kupata neema ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Sawa. Ukisikia hivyo, ukaambiwa hivyo na kwamba na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, wewe ukitaka kufanya hiyo sasa, hiyo agizo la kukaribia kiti cha neema kwa ujasiri, unafanya aje? Hicho kiti kiko wapi? Maana anayezungumza hapa alikuwa katika umbo letu kama wanadamu, Mtume Paulo, na sisi tuko katika umbo hilo hilo. Anapotuambia, suppose yuko hapa anatuambia sasa, jamani, tukikaribieni kiti cha neema kwa ujasiri, hicho kiti kiko wapi? Kama hatujui mahali kipo, itimiza hatujawahi kukikaribia. Karibu. Kiti ni maombi. Ni maombi. Sawa. Kupitia kwa imani. Sawa. Nuanes. Sababu tunajifunza kila tutoe hoja. Kuna ile fasi ambayo inasema nikinikaribia nitawakaribia. Sawa. Kuna njia ya kukaribia kiti cha neema kwa njia ya bidii ya maombi. Ni kama kusema ya kwamba kupitia njia ya neema hauwezi karibia jinsi ambavyo nitakaribia jirani hivi. Sawa. Sababu huyu ni mwanadamu na mimi ni mwanadamu. Sawa. Ni njia ya kiroho. Sio physically. Sio physically. Ni kazi inayotendeka kiroho. Kwa sababu ya kwa njia ya maombi kumkaribia Mungu na kutafuta uso wake kila saa na kila wakati. Huo ndio kumkaribia. Sawa, karibu. Sijawahi fikiria hivi, lakini nafikiri kuna story inakuja katika mawazo yangu. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza 22. Naomba tuanze kusoma kuanzia ile mstari wa 18. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza 22 mstari wa 18. Wafalme wa Kwanza 22:18. Kwenye Kiswahili imeandikwa hivi. Wafalme wa Kwanza 22:18. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, "Je, sikukuambia hata nibashiria mema ila mabaya?" Mikaya akasema, "Sikia basi neno la Bwana." Mikaya akamwambia akasema, "Sikia basi neno la Bwana. Nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni limesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto." Bwana akasema, "Ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwe Ramoth Gileadi akaanguke?" Basi huyu akasema hivi na huyu hivi. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, "Mimi nitamdanganya." Bwana akamwambia, "Jinsi gani?" Akasema, "Nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote." Akasema, "Utamdanganya na kudiriki pia." Akaondoka akafanya hivyo. Nafikiri tukipata jibu jinsi mambo haya yanatendeka, tutapata jinsi ambavyo shetani anashtaki. Vizuri, hapo sasa nafikiri yeye inaweza kuunlock. Karibu. Sasa
Okay. Tunaona ya kwamba kuna mazungumzo yanayotokea. Sisi kama sauti yako inatosha ama tuongeze mic? Basi karibu chukua hii mic hapo. Okay, so ni hadithi ambayo tunaifahamu, sio? Sawa. Wangapi ambao wanaamini ya kwamba kuna siku ambayo pepo mchafu aliinuka akasimama katika kiti cha Mungu mbinguni, wale Mungu anakaa, alafu akamwambia Mungu, mimi nataka niende nidanganye Ahabu. Wangapi ambao mnaamini ilikuwa hivyo? Mungu ndio anayosoma. Unaamini iko hivyo? Na Mungu akamuuliza unaenda kudanganya aje? Amwambia nitaenda kumdanganya hivi na hivi na hivi na hivi. Anamwambia basi. Hiyo sawa. Nenda sasa. Haya, wangapi ambao mnaamini kwamba Mungu anaweza tumia roho mdanganyifu akatumia mtu? Wangapi mnakubali hicho? Anatumania roho mchafu kwa mtu? Haya, wangapi ambao hamwamini Mungu anatumia roho mchafu kudanganya mtu? Lakini mara ya kwanza pia umeinua mkono. Sasa Mungu kwa maana hapa ni roho mchafu anainuka mbele ya nani? Kwenye makao ya Mungu. Roho mchafu anasimama, alafu anamuuliza, wewe unataka kwenda kumdanganya yeye? Utamdanganya aje hivi na hivi? Basi nenda fanya hivi. Wangapi ambao mnaamini ilikuwa hivyo? Maneno yanaweza kumfanya inaweza kushuka chini. Haya, sasa ila maandiko yanafanya nini? Yanasema hivyo, sio? Ukisoma nyuma kidogo utagundua kwa pia kuna roho mwingine mchafu alitumwa kwa Sauli. Nenda hapo. Samueli wa kwanza 10 na ngapi? 18 pale. Yeah. Tukifafanua hii, then tutaweza kujua jinsi ambavyo roho mdanganyifu anafanya kazi. 19 mstari wa 9. 19:9. Samueli wa kwanza maandiko yanasema tena ikawa roho mbaya kutoka kwa Bwana alimjia Sauli. Kwa hivyo tena ikawa roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamjia nani? Sauli. Sasa tukiunganisha hii kwamba roho mbaya alitoka kwa Bwana akamjia Sauli. Kwa hivyo roho aliyekuwa anamsumbua Sauli iliposa atake kumuua Daudi, ilikuwa roho ya nani? Ya Bwana. Na roho ambayo Sauli naye si Sauli, Daudi. Naye roho ambayo Daudi alikuwa anapiga inatoa hiyo roho mbaya ilikuwa ni nani? Ilikuwa ya Bwana. Ilikuwa ya nani? Ilikuwa ya Bwana, sio? Kama roho ya Bwana ana roho ngapi hapo? Bwana anachezea akili za watu. Haya. Sasa mambo haya yote tukiyafuatilia, ni wapi mahali ambapo udanganyifu unafanya kazi? Ni mbele ya Mungu ama kwa wanadamu mwenyewe ndani? Kwa wanadamu, sio? Haya, twende kitabu cha Wathesalonike wa pili, 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Verse 11. Anzia verse 10. Sawa. Anasema kwa Kiingereza, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. Hii ya Kiswahili nasema na katika madanganyo yote na udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli, wapate kuokolewa. Kwa hivyo hawa watu wamekataa kupokea nini? Ukweli, sio? Kama wamekataa kupokea kweli, basi wamepokea nini? Uongo. Kama mtu anapokuwa hajapokea kweli, hapo moja kwa moja ashapokea uongo. Nenda mstari wa 11. Mstari wa 11. Kwa hiyo anasema kwa hiyo Mungu atawaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo. Sasa hapo tunaambiwa kwamba Mungu anawaletea nini? Nguvu ya upotevu waamini nini? Uamini uongo. Tulisema tumeshakubaliana mtu kama amekataa kweli, hapo tayari ashapokea nini? Uongo. Sasa hii inaposema ya kwamba Mungu anawaletea nguvu ya upotevu waamini uongo, ni Mungu anawatumia ama Mungu anaruhusu kile kinachokuwa ndani yao kufanya kitu hivyo hivyo? Kiko tayari. Anaruhusu kipo ndani yao tayari, sio? Kwa Mungu anaruhusu kwamba umekataa kweli, wewe unaamua kushikamana na nini? Na uongo, basi Mungu anakuruhusu ushikamane na nini? Na uongo. Ila maandiko yanasema kwamba Mungu anakutumia nini? Roho ya uongo, sio? Kwa hiyo sasa tukirudi katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, maana tumesoma pale, yule roho mbaya hayupo kwenye Mungu mbinguni. Kwa maana Mungu hana malaika wanaoitwa malaika waovu. Sawa? Mungu hana ushirika kulingana na kitabu cha Korinto wa kwanza 6:16 hadi 19.
tunaambiwa hamna ushirika kati ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Hamna ushirika kati ya utakatifu na dhambi, wala hamna ushirika kati ya nini? Ya Kristo na Beelzebul ama shetani. Kwa kifupi, hamna jinsi ambavyo kwenye makao ya Mungu mbinguni roho mbaya atainuka waanze kuzungumza na Mungu alafu Mungu mtume. Sawa? Sawa. Ila tu kama atakuwa na ushirika. Ila maandiko imeshatuambia hawana nini? Hawana ushirika. Sasa ni wapi mahali ambapo kiti cha Mungu kipo, ambapo sehemu hiyo wakati mwingine mtu mwingine huwa anakaa? Ni hekalu gani hilo? Kitabu cha Wakorintho inatuambia, kitabu cha Wakorintho kwanza 3:16 kwamba ninyi ni kitu gani? Hekalu la Roho. Ni hekalu la Roho nini? Mtakatifu. Ni kweli si kweli? Kweli. Kwa miili yetu, moyo wetu, akili zetu ni hekalu la nani? La Mungu. Kwa mahali Mungu anakaa kuna kiti, hakuna kiti? Na kiti. Kuna kiti. Kwa mahali ambapo shetani huwa anainuka na kuleta udanganyifu ni kwenye hekalu hili la wapi? La kichwa. Hapo ndiye anakuletea mashtaka. Hapo ndiye anakuletea mashtaka uliyoyatenda. Hapo ndiposa shetani, roho mbaya, anainuka kwenye kiti cha nani? Cha Mungu, na kuanza kudanganya kupitia akili zetu, na wala sio kule mahali Mungu yuko mbinguni. Kwa hiyo mahali penye kuna kiti cha rehema, mahali kwenye kiti cha rehema ambacho tunaambiwa tukikaribia kwa ujasiri ni wapi sasa? Kuna karibu kuna mkono. Kwa tumai. Mwalimu, asanteni sana kwa mafundisho yako ya asubuhi njema. Nami ningependa kuongezea kuhusu vita tulivyo navyo sasa hii. Biblia yatuambia kwamba ni vita vya kiroho. Sawa. Na hivi vita vya kiroho ni vita ambavyo vinapigwa kati ya malaika wa shetani na malaika wa Mungu, wanapigana. Na wakipishana hawana nguvu wala mamlaka ya kumiliki hekalu takatifu ya Mwenyezi Mungu, ambaye ni mwili wa mwanadamu aliyoumba ukiwa mwili mkamilifu. Isipokuwa wakati mtu anatenda dhambi, shetani ndio anaenda kumwebisha kwa Mungu kusema, ona huyu ndiye unayesema ni wako, jinsi vile alivyoenda kumshtaki Ayubu na kustaki wa mashujaa wa imani wakati wanatenda dhambi. Huyu ndiye unayesema unampenda sana, nimemchukua. Atamchukua vile, isipokuwa ni amegeuza akili yake, amemiliki hapo. Sasa ndio sababu tunaambiwa ya kwamba hatutaweza kupigana vita vya kiroho bila kuomba na kuwa na imani ya kwamba Mungu ndiye muweza, na yeye sisi ni hekalu yake takatifu. Amen. Asante. Amen. Sawa kabisa. Kwa hiyo, kwa mantiki hiyo, maombi huwa yanambadilisha nani kati ya mimi na Mungu? Maombi yanamsaidiaga nani kati ya mimi na Mungu? Unisaidia mimi. Kwa hivyo basi, hali ambayo kwenye kitabu cha Patriarchs and Prophets kuhusu pambano la Yakobo la usiku ule, tunaambiwa kwamba hakuna namna Yesu atakuja kabla watakatifu wake hawajapitia pambano kama la Yakobo wakati ule wa usiku, ambapo ndio siku pekee kutoka katika Yakobo anaitwa Israeli. Baada ya kushinda, maandiko akamwambia, yanadhihirisha kwamba Mungu, nafikiri kuna kitu moja tunafaa tusisitize vizuri hapa. Sawa. Taniwe radi kidogo nisome mkuu mmoja iliyo hapa. Karibu. Nafikiri kwa sababu kuna wengi ambao labda kuna vitu ambavyo tunajifunza vipya katika ufahamu wa pambano kuu. Naomba tunafahamu kitabu kinachoitwa Desire of Ages, sio? Sawa. Na kwa Kiswahili mnaita Tumaini la Vizazi Vyote.
Naomba mwandike ukurasa huu. Huu ni 761 paragraph ya pili ya English. Ya English ya. Okay. Kama kuna kwenye Kiswahili basi 761 paragraph ya pili. Mahali inasema ya kwamba shetani aliona, umeiona? Sasa 61 paragraph ya pili. Ni sura ya 79. Okay, 79. Okay. Inayosema imekwisha. Yes, yeah. Sawa, aya ya pili. Ya 61 paragraph ya pili. 579 ya Kiswahili. Aya ya pili nasema. Sasa ningelipenda tusikize nukuu hiyo, inaweza kutunganishia kipengele fulani ambacho ni cha muhimu sana katika kufahamu baadhi ya mambo. Ambapo inaanza mamlaka na nguvu za giza. Mamlaka na nguvu za giza zilikusanywa pamoja kuzunguka msalaba. Sio hiyo? Teremka chini. Nguvu za kishetani, enda tena chini. Chini zaidi inaweza kuwa hii sasa anasema shetani aliona kwamba vazi lake la bandia. Naomba hapo tupatane kipengele hicho. Naomba tukisikize, sawa? Okay. Haya, tusikize sehemu inasema vipi. Basi kwa wale wenye Kiswahili ni ukurasa 580. Anasema shetani aliona kwamba vazi lake la bandia lilikuwa limechanwa na kutupiliwa mbali. Utawala wake ulifunuliwa wazi mbele ya malaika ambao hawakuanguka na mbele ya malimwengu ya mbinguni. Alikuwa amejifunua kwamba ni muuaji. Kwa kumwaga damu ya mwana wa Mungu. Asa hapo ni wakati gani wa historia? Mwaka gani huo? Kuna ile chart tuko nayo pale mbele. Huo ni mwaka gani? Wakati alimwaga damu ya Kristo. Ni 31, sio? Ndio Kristo alikufa, sio? Kwenye historia hapa, sio? 31 AD ndio Kristo alikufa, sio? Sawa, alipomwaga damu ya Kristo, kwa kumwaga damu ya mwana wa Mungu. Okay. Kwa kumwaga damu ya mwana wa Mungu, alikuwa amejing'oa kutoka katika hali ya kuhurumiwa na viumbe vya mbinguni. Tangu wakati ule. Sasa kuanzia wakati gani? Tangu wakati ule. Kuanzia wakati gani? Kuanzia 30. Ndogo tu. Tangu wakati gani? 31 what? Kuanzia wapi? Mwaka wa 31. Hilo nataka tu mshike hapa. Kuanzia wapi? Mwaka. Sasa kuanzia hapa mahali kidole yangu ipo ni 31 what? 31 AD. Mnaelewa maana 31 AD? Sasa tuko 2000 and what? 2026 AD. Wewe unarudi nyuma mpaka 31, sawa? Hayo unahesabu from 0, 1, 2, 31, 2000, 2001, sasa tuko wapi? 26, sawa? 2026 saizi, sio? Saa hii. So ukirudi nyuma mpaka 31 ndio Kristo alikufa hapo, sio? Sasa kuanzia hapo nini tangu wakati ule? Kuanzia sasa wakati ule niambie huo ni wakati gani? 31. Haya, twende mbele. Kazi yake ilieleweka, kazi yake iliwekewa mipaka. Kazi yake imewekewa nini? Mipaka. Haya, sikiza mipaka gani? Hata ajifanye kuwa na mtazamo gani? Hakuweza tena kuwavizia malaika. Hakuweza tena kuwavizia. Kuwavizia ni maanisha nini? Kuangojea. Yaani sawa? Kujificha chini kama mawingu, kama mwindaji yani. Si kuwawinda, awindage malaika, kuwavizia ni kuangojea. Kwa Kiingereza nasema hivi, nisome kwa Kiingereza. Kuvizia mtu sio kumuwinda tu, inaweza kuwa kumuwinda kama unataka kumdhuru, but the word kumvizia kwa Kiswahili hapa anasema he would no longer await the angels. Kuangojea. Kwa hivyo lugha rahisi ingekuwa nini? Hangeweza tena kuangojea nini? Malaika. Wapi? Tangu wakati anasema watokapo katika viunga vya mbinguni. Hawezi tena kuangojea malaika wakitoka kwenye mbinguni, hawezi kuangojea na kuwashtaki ndugu zake Kristo. Na kuwashtaki ndugu zake Kristo kwamba wamevishwa mavazi meusi na yenye uchafu wa dhambi. Ngoja. Kuanzia wapi? 31 AD. Shetani hawezi mpata Gabriel. Kamwambia Gabriel, kuna point nataka kukuambia kuhusu Evelyn. Hiyo hana. Kuanzia wapi? Kuanzia hapo. Unajua kwa nini?
Kwa maana malaika walipoona kwamba amesukuma Kristo akafanya nini? Wakamuua kwenye msalaba, walimjua huyu ni nini? Ndio muuaji. Shetani mwana wa Mungu. Wakajua shetani ni nini? Ni muuaji. So kuanzia hapo hawezi kaa kwenye mlango anangojea malaika atoke kuja kumwambia story ya Mama Soro. Hiyo hawezi. Unajua kwa nini? Kwa maana anaibika, ashajulikana, hawezi jificha. Sawa? Maliza. Maliza kusema. Anasema kiunganishi cha mwisho cha huruma kati ya shetani na ulimwengu wa mbinguni kilivunjwa. Kwa hivyo shetani tena hana link ya wapi? Ya mbinguni. Imefaa ili katika wapi? Hapo baada ya sasa turudi kwenye ile point ya mama. Kwa hivyo unaposoma kitabu cha Job kwamba siku moja wana wa Mungu wakiwa wamehudhuria mbele ya nani? Ya Mungu akiabudu. Naye shetani akakuja pamoja nao. Hiyo ilikuwa ni kabla ya 31 AD ama before 31 AD? It was before. Ilikuwa before. Kwa before 31 AD shetani alikuwa chini vizuri. Shetani alikuwa anaingia mbinguni na lengo lake huko sio kwenda kukuombea. Lengo lake ilikuwa ni kupeleka nini? Mashtaka. Ile ambayo kwa anasema ya kwamba sasa Evelyn ati yeye ndio mama kanisa. Hebu angalie. Hiyo sasa ni before 31 AD alikuwa anaingia wapi? Pale mbinguni. Ndio. Sasa Gabriel anapotuma atoke mbinguni akuja kujibu maombi ya Gravin. Gravin amekuwa akiomba Mungu, naomba Mungu nisaidie na familia yetu nisaidie. Alafu sasa Gabriel anatoka. Alafu shetani anakuja sasa. Ati unaenda wapi? Nenda kwa Daniel. Kwa ule. Atiwe Daniel alikuwa akiomba ndio maombi yake yakasikiliwa. Njoo nikuonyeshe. Sasa huyu ndio anaenda kuomba. Haya alikuwa anafanya before 31 what? AD. Sasa baada ya hapo hana tena hiyo nafasi ya kuongea na malaika. Si kwa maana malaika hawezi ongea na yeye. Yeye mwenyewe anajua washanijua kuna aibu. Kwa hivyo hawezi enda kuongelesha. Sawa? Ila bado anaendelea kuwashtaki. Hapo ndio point ya msingi mwalimu hapo. Umeelewa? Naam. Yeye ni mshtaki bado hadi leo. Sasa swali, kama aendi huko au na malaika anatushtaki wapi? Unagundua kuna hekalu lingine watana lile mahali malaika wanatokaga. Kuna hekalu lingine ambao ni nani? Ni akili yangu. Kwani ninapofanya dhambi hata kwenye siri nani anaua anashuhudia? Ni akili mwenyewe anashuhudia. Na shetani si yuko pale. Kwa yale mashtaka sasa huwa anayaleta kwenye akili na kwenye mtazamo ule nao kuwa kwenye akili na Mungu wangu. Najua Mungu ananiona na najua Mungu ataniadhibu. Kwa hivyo hapo kwenye akili ndio unafanyaga nini? Hukumu na mashtaka. Ndio anakuletea, sawa? Sio kwamba anaenda mbele ya Mungu anaanza kumwambia Mungu leo nimekuja na faili kubwa ya Elizabeth ndio hii ndani kusomea. Unaelewa? Hiyo hafanyagi, hana ruhusa hiyo. Hawezi karibia mbinguni. Ila hao mashtaka na yaendeleza wapi? Kwenye akili zetu. Amina. Sijui kama naweza kuwa na neno zuri kuliko hilo ambalo kuhusiana na point hiyo ya kwamba kimsingi kuna wakati ambapo sio kila wakati wazo linakujia akilini kwamba ni shetani anakushtaki mbele za Mungu, si kweli? At the moment you want to think about yourself that you are uprooted from God. Yaani wakati huo unaanza kuona hata ukijilazimisha hamna, tunasema mbona yani kwa dhambi hizi hata ukitaka kwenda kuomba unasema hata kama kwenye dhambi tunaomba mimi naenda kuomba nini? Yaani unaanza kujidharau kweli. That is the point of accusation, Satan's accusation about our sinful life. Sasa tulikuwa tujamaliza point yetu kusoma kwenye PK. Naomba tuimalizie sasa. Kwa hiyo tumeshaelewa kwamba shetani anatushtaki kwenye akili zetu, actually about response ya dhambi zetu, jinsi ambavyo tunamtazama Mungu baada ya kufanya dhambi. Unaelewa? Unajua siku nyingine hata kanisani ulienda, lakini ulipofika ulienda kwa sababu wengine wasikuone kwamba hujaenda, lakini mahali unatokea ulipotokea ndio ukakuja kanisani, ni paibu sana. Kitendo ulichofanya usiku kabla ya Sabato
kinakunyima uhuru wa kusimama mbele za Mungu, kwa maana mashtaka yanayopanda kwenye akili, hata unatamani siku iishe mapema ama ibada iishe mapema uende ukapumzike, wala roho yako haijisikii kusikilizwa na Yesu. Unaelewa? Shetani yule mwasi mkuu, naendelea kusoma, hujawa na chuki na uovu mkubwa anapoona uthibitisho wa ukuu wa mashtaka wa ukuu na mamlaka ya Kristo. So anapoona uthibitisho wa ukuu na mamlaka ya Kristo, shetani anachukizwa mno. Kwa nguvu na hila za kishetani anafanya kazi kwa bidii ili kuwanyakua kutoka kwa Kristo wale wote walioupokea wokovu. Hasa anawanyakua aje? Na unajua Kristo yuko wapi? Mbinguni. Sawa? Haya, wale ambao wako kwa Kristo anawanyakua aje na yeye hawezi kwenda mbinguni? Anawanyakua kwa jinsi hiyo, kuhamisha mawazo yao na kuwaaminisha kwamba you are no longer a child of God. Kwa hali yako ulionayo, kwa dhambi hizo, you are no longer a child of God. Nasema anawaongoza watu katika mashaka. Hiyo ndio njia anatumia. Sawa? Anawaongoza watu katika mashaka. Na kutokuamini, akiwafanya kupoteza tumaini lao kwa Mungu na kujitenga na upendo wake. Akiwafanya kupoteza tumaini lao kwa Mungu na kujitenga na upendo wake. Swali, mpaka hapo wewe bado wewe unaokovu wewe? Wewe nirudie. Sawa? Hii ni ya maana sana kama tukielewa. Anawaongoza katika mashaka na kutokuamini. Anawafanya kupoteza tumaini lao kwa Mungu na kujitenga na upendo. Mtu ambaye amepoteza tumaini na Mungu, kwa Mungu, na amejitenga na upendo wa Mungu, huyo ataokolewa huyo? Kwa maana kwa kukufanya uwe hivyo, shetani anakuwa amemfanya mwanadamu awe asiwe na uwezo kabisa wa kumapproach hata Mungu kwenda kuomba msamaha. Hata akili ya kwamba atasamehewa haiji. That's the point. Hasa nasema mafundisho anawajaribu kuvunja sheria ya Mungu, kisha anadai kwamba wao ni mateka wake, na hupinga haki ya Kristo ya kuokoa kutoka mikononi mwake. Sasa anapodai kwamba wao ni mateka wake, anadai wapi? Anadai kwenye akili. Ushawahi kukaa ukafikiria ukaanza kujiona hali ulionayo ya dhambi, ukaona kwamba wewe ni wa motoni tu? Hivi umeshawahi hata faraja ukiitafuta haiji? Wewe ukiangalia tu unaona kwa kweli kwa dhambi hizi, yaani unaanza kuiaga mbingu kabisa, unaona wewe hauingii kabisa. That was Satan accusing in your mind, accusing you and me in our mind. Sasa hiyo ndio kazi ambayo shetani anaifanya. Mafundisho makuu ya kifungu hiki kiachana na hiyo, anasema mojawapo ya silaha za shetani ni kutuletea mashtaka kuhusu upendo na rehema za Mungu. Hizo ndio silaha za shetani. Lakini sisi tuna mchango gani katika kusupport hiyo kazi yake shetani anayoifanya? Ni lazima pia tujue kwamba na sisi tuna sehemu ya kufanya kujiweka kwenye nafasi hiyo. Sasa tuna kitu gani cha kufanya? Ningependa nisome nukuu mbili alafu uweze kutafsiri. Sawa. Kwa maana hii ni kesi ya muhimu sana tunapokuja katika hali halisi. Tunafahamu kwamba kwa wale ambao tumekomaa kidogo kwenye mambo ya Sabato. Sawa. Tunajua hapa ndani tunafahamu hapa ndani mahali kwenye chat hii ya mambo ya hekalu, sio? Tukiangalia kwenye chat hii ya hekalu pale, kwa wale ambao tunaufahamu kidogo, tunajua ya kwamba kazi ya kutuombea inafanyika katika chumba gani? Chumba cha patakatifu. Chumba cha patakatifu mno, sio? The most holy place. Ni kweli si kweli? Wale ambao umejifunza hapo,
na kwenye chumba kile cha patakatifu huwa kinawakilishwa ni kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu. Ambapo kitabu cha Warumi 8, ukisoma Warumi 8:16 na 31 inatuwakilisha kwamba Kristo ndiye anayetuombea. Ni hivyo sivyo? Sawa. Alafu ukiunganisha na Yohana wa kwanza mlango wa 2 mstari wa kwanza inawakilisha Kristo kuwa kama wakili. Kristo ni wakili wetu. Sawa. Kwa kazi ambayo Kristo anaifanya wakati ambao umeletewa mashtaka ni kazi ya wakili. Ni hivyo sivyo? Ni hivyo. Na kazi hiyo ya wakili tumepata ya kwamba anaifanya kwenye kiti cha nani? Cha enzi cha nani? Cha Mungu. Usipojifunza ukweli halisi jinsi mambo yale yanavyotendeka, utabaki na Mungu mpagani. Of course, kwenye akili. Sasa niambia ile point husika hapa. Mungu mpagani namna gani? Ni Mungu ambaye atakuwa anahitaji, yaani kwa mfano atakuwa anahitaji nisimama kama ni Mama Solo amekosewa na Elizabeth. Sawa? Kwa hiyo sasa huu ni mfano, nataka tutumie mfano wa kibinadamu ndipo tuelewe picha potovu ambayo shetani anatuletea kupitia huo mfumo wa kuombewa na Kristo. Sasa angalia Mama Solomon na Elizabeth. Wakikosana wote wawili, kila mtu ako mbali na mwenzake, sio? Yule ameumia na yule amefanya nini? Ameumia pia. Kwa hivyo katika kazi hii ya mpatano wote wawili wanafanya nini? Wanahitaji kupatanisha, sio? Kwa hivyo mimi nikichukua nafasi ya kuwapatanisha kama wakili, nitakuwa naenda kama yule alikosa, kwa hivyo huyu amekasirika. Kwa hivyo nitakuwa nachukua kesi ya Elizabeth na kuja kumpembeleza nani? Unakuja kumpembeleza Mama Solomon. Mama Solomon. Tafadhali. Tunaona aka nikasema kadogo hajajielewa. Kasamee mtoto ndio nasumbua. Alipasua ni shilingi ngapi? Acha basi nikulipe wewe tena na hii maneno. Fanya nini? Acha iishi. Unaelewa hiyo vile unafanya? Mnayempatanisha ni yeye kwako. Ile na wewe uliposa uweze kuachilia yale uliyokuwa nayo ndani ya moyo. Inabidi nifanye kitu niposa unifanye nini? Nikuvute. Niposa ukubali kuachia yale machungu uliyokuwa nayo katika akili. Sasa ikiwa hiyo ndio picha ambayo utaingia nayo kwa Mungu, then utapata ya kwamba uko na Kristo ambaye kazi yake ni kwamba achukue damu aliyokuja kumwaga msalabani, ampelekee Baba, aende kumpembeleza Baba, apokee damu yake, ndiposa aachane na mashtaka ambayo ako nayo juu yako ambayo ameletewa na nani? Na Shetani. Tumeelewana vizuri mpaka pale. Hiyo ndio picha hatari ambayo tusipoielewa baadaye tutakuja kuipata kule ndani. Utakuwa na Mungu ambaye ukifanya dhambi unaogopa kumwendea kwa maana unajua kama amekasirika. Ndio nimuendee, inabidi ujifiche nyuma ya nani? Ya Kristo. Nyuma ya Kristo. So kwa nyuma ya Kristo, Kristo amekufunika, amekuficha dhidi ya nani? Ya Mungu. Dhidi ya Mungu. So mwisho unapata uko na Kristo na Mungu ambaye wanafanya kitu gani? Hawafanani. Mmoja ni mzuri, mwingine ni mgumu anayefaa kupembelezwa. Sawa? Tumeelewa vizuri mpaka pale. Sawa. Sasa ndiposa kufahamu mahali ambapo mashtaka yanatendeka ni muhimu. Sawa? Ndio maana hiyo kipengele ya kwamba mashtaka haya huwa yanaletwa kwa Mungu wapi? Sawa. Ni mbinguni ni wapi? Kwa hivyo next time hii ni kitu cha maana sana. By the way, msikili mchezo. Umewahi kumbe tabia tuko nayo. Ukiwa unafanya kitu mama ambao ni mbaya, na unaona kabisa hii yenyewe imefanya nini? Ni mbaya. Wewe gundua hautaki hata kwenda kuomba. Hutaki kwenda kuomba. Ukiambiwa wewe kama ni anataka anasema mimi siombi peke yangu, naomba na mama yangu. Unaelewa? Unaelewa nini iko pale nyuma? Kuna hofu fulani ambayo iko wapi? Kwa akili. Kwenye akili. Na mbona mwingine kama amefanya kitu fulani ambacho ni kibaya, asiwe ni mzee wa kanisa ama pastor wa kanisa, akiwa anafanya kitu fulani cha aibu, unapata hata kanisa lenyewe unaanza kufanya nini? Kupunguza. Unaanza kupunguza kuja. Hadi ile wakati ambapo utahisi vizuri, ndipo ufanye nini? Ndio kuje. Unajua nini inafanyika pale? Ni yale mashtaka ya nani? Ya Shetani. Ameenda mbele ya Mungu. Huyo Mungu ni wapi? Kwenye kiti cha neema. Ndio endelea kufanya nini? Kuchochea. Kuchochea. Baba yako ni kwa kwani? Wala nenda elimu Mungu muyo tangu kanisa Mungu diko ni ngi wako ni tena baba. Sasa leo nimechoka. Siendi wapi? Bachazi. Siendi kanisa leo nimechoka. Hiyo kuchoka si kuchoka.
There's something behind. Akili na imewekwa nini? Umeweka roho. Imewekwa maneno. Sasa ndio hii hapa. Okay? Ndio hii hapa. So next time ukiona umegundua umefanya kitu alafu unaanza kuepa kanisa, unaanza kuepa maombi, hautaki maombi, ukiambiwa wewe salimie mzee wako wa kanisa, usikii uende. Wewe jua hapo shetani ashafikisha nini? Anachochea mashtaka. Ashafikisha mashtaka ndio haya. Nasoma nukuu tu mbili. Ya kwanza nitasoma hii. Inaitwa kidogo tu. Ndio hii. Testimony ya kanisa, Testimony of the Church Volume 5. Kwa kifupi huwa inaitwa 5T. 470 paragraph 2. 5T 470 paragraph 2. Anasema hivi, naomba tafsiri. He leads men into skepticism. Causing them to lose confidence in God and to separate from His love. Huwa anawaongoza wanadamu katika hali ya kuwa na mashaka na kuwasababisha wapoteze ujasiri ndani ya Mungu, ndiposa watenganishe na upendo wake. Nani huyo? Mnamsikia? Huyu jamaa tunayempenda sana, rafiki yetu mpendo huyu, shetani huyo. Mashaka. Na sikiza vizuri. He tempts them to break his law. Na wajaribu kuvunja sheria yake. Nani anajaribu kuvunja sheria? Shetani. Sawa. Baada ya hapo, and then he claims them as his captives. Kisha huwa anadai kwamba baada ya hapo wao ni mateka wake. Okay? Haya. And contest the right of Christ to take them from him. Na naanza kubisha haki ya Kristo ya kukuchukua wewe kutoka kwa nani? Kwa Kristo. Kumbe hapa Kristo huwa anapambana na Mungu, anapambana na shetani. Yaani anatangaza kwamba Kristo hana haki ya kukuchukua wewe mikononi mwake. Unaelewa hapo? Baada ya hapo nasema hivi. Sasa sikiza. He knows. Anajua. Anafanya nini? Anajua ambaye hajui wewe, lakini yeye anafanya nini? Anajua. He knows that those who seek God earnestly for pardon and grace. Anajua kwamba wale ambao wanamtafuta Mungu kwa bidii na kwa juhudi kwa ajili ya msamaha na neema will obtain it. Watampata. Sasa anajua, anafanya nini? Anajua. Hiyo anajua. Sasa huwa anafanyaje sasa? Ndio hii. Therefore, kwa hiyo he present their sins, anawasilisha dhambi zao before them, mbele yao. Before mbele yetu. Yaani dhambi zetu anaziwasilisha mbele yetu. Kwani Mungu anajua dhambi zangu? Mungu anajua dhambi zangu, anajua azijui? Anajua. Anajua. Hafai kani formulate kunihusu mimi, anajua everything, sio? Lakini hapa shetani huwa ana present dhambi zetu before them. Before nani? For us. Before us. Lengo ni nini baada ya hapo? Ndio hii anasema hivi. To discourage them. Kwa ajili ya kuwavunja moyo. Lengo la mashtaka ni nini? Ni kudiscourage. Baada ya hapo, even their best and most acceptable services, hata juu ya huduma zao njema zenye kukubalika, he seeks to make appear corrupt. Huwa anakusudia kuzifanya ziwe zilizoanguka. Baada ya hapo, by countless devices. Sorry? Kwa njia nyingi zisizohesabika. Sawa, kwa njia zisizohesabika, and most subtle and most cruel. Na zingine ambazo ni danganyifu na zingine za ukatili. Sawa. He endeavors to secure their condemnation. Anapambana ndiposa apate namna ya kuwao wapate kujihukumu. Sawa. Sawa? Kwa mashtaka yanapoletwa, shetani anatafuta kufanya nini? Kujihukumu mwenyewe. Sawa? So
So ukishajihukumu ndiposa ataweza kukutenga wewe na nani? Na Mungu. Na Mungu. Umeelewa? Baada ya hapo anafanya hivi. Man cannot meet these charges himself. Mwanadamu hawezi kuyakabili hayo mashtaka peke yake. Kwa hivyo wewe, shetani anapokuletea mashtaka hauna nguvu ya kujitetea. Sasa wewe unajua unaiba. Hadi huwezi kufesi hoja zake. Wewe haujui. Kwa hivyo Mama Solomon, shetani sasa tena kukushtaki kwenye akili. Akaondoka na mwanamume wa mtu. Wewe haujui. Sasa unataka ujitanganye mimi unatetea nini hapo? Hakuna namna. Haya, angalia hapa. Labda usiku nani huyu kijana anaitwa Pascal. Alikuwa na girlfriend kwa nyumba huko. Mimi sijui, nilikuwa nimelala. Mimi sijui. Lakini yeye anajua. Na shetani anajua. Sasa akiletoa yale mashtaka kwenye akili, atajitetea namna gani? Basi kukwenda. Hakuna mtu aliniona. Si unajua hata wewe mwenyewe unajua. Sawa. Ndio maana anasema aje hawezi fanya nini? Mama kuyakabili mashtaka yake. Mashtaka ya shetani hawezi jitetea. Unahitaji mtu mwingine akutetee, si ndio? Sasa huyu mtu mwingine ambaye anatetea mwanadamu ni nani? Ni Kristo, sawa? Sasa hapa Kristo anatetea mbele ya nani? Mbele ya Mungu, mbele ya mashtaka. Mungu anajua. Ndio hii. Mashtaka haya yalikuwa mbele ya nani? Ni kwetu kwenye akili. Alileta wapi? Kwa akili zetu. Kwenye akili zetu. Ndio hii sasa hapo. Alafu ile watu anamaliza hili na akisema, hii ni nukuu hiyo inaenda mbele hivi. Inasema hivi. The sinner cannot contradict. Dhambi hawezi kupinga Or answer the charges of Satan against him. Ama kuyajibu mashtaka ya shetani dhidi yake. But our advocate, lakini wakili wetu ni nani sasa? Christ. Present his wounded hands. Anawasilisha mikono yake iliyojeruhiwa. And makes an effectual plea in behalf of the repenting one. Na kuwasilisha ombi. And makes an effectual plea. Na nawasilisha ombi lililo na uzito na lililo uwezo. Sawa. In behalf of the repenting one. Mbele ya wale tu amekosea. Ambaye ametubu. Who has placed his case in the hand of Jesus. Ambaye ameweka kesi yake kwa mikono ya nani? Kwa mikono ya Kristo. Sasa baada ya hapo sikiza akimaliza anasema hivi. Our Savior, Mwokozi wetu, silences this bold accuser. Huwa ananyamazisha kimya huyu mshtaki mwenye ujasiri. Naam. By unanswerable arguments of the cross. Kwa makubaliano ya arguments. Kwa hoja nzito za ambazo hawezi zijibu za nini? Za msalaba. Kwa hivyo Kristo anasema damu yangu, mikono yangu angalia imepigwa kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Anaambia nani? Kwenye akili zetu anaambiaka Mungu. Anaambia nani? Mungu aliye wapi? Kwenye anaenda kule mbinguni anapomwambia Mungu, Mungu angalia, unaona nimekufa kwa niaba yako. Ikiwa huyo ndio Mungu naye muabudu, huyo Mungu na mpagani ni tofauti. Mungu ambaye anahitaji Kristo amwambia akiwa na kwenda sema ndio yeye, kwa sababu mwabele. Huyo Mungu ambaye anahitaji Kristo amfanyie hivyo, ni Mungu wa upendo? Hapana, ni Mungu anayesamehe. Ana mmoja na mtano. Huyo Mungu mgumu. Sawa? Kwa hivyo hizi arguments za msalaba ambazo Kristo anazileta, anasema damu yangu, angalia mikono yangu. Ni kwa mahali mashtaka yaliwekwa wapi? Kwa akili za wanadamu. Unaona analeta zile arguments kwenye akili ya nani? Ya wanadamu. Ndio kwanza baadaye tunagundua hivi. Ukifanya dhambi, alafu ulikuwa umekufa moyo kabisa. Alafu sauti nyingine anakuambia aje? Ndio mmoja tunja migera kile ile sana angwele. Leo anaanza kujicomfort. Mimi ni mwenye dhambi lakini Kristo alikufa kwa ajili yangu. Kristo alikufa kwa ajili yangu. Ile sauti sio yako. Ni msalaba wa Kristo umeletwa katika nini? Katika ukumbusho wa nini? Wa akili. Ila Kristo hajampelekea Baba nini? Damu mbinguni ile kumpembeleza. Hiyo damu inampembeleza nani? Mimi mwenyewe. Sasa kukuambia, sasa yeye ndio kweli Daniel, wewe ni mwenye dhambi kabisa, ni kweli wewe ni mwenye dhambi. Najua wewe ulifanya hivi, jana ukafanyia mke wako hivi, jana pia pesa sadaka kanisani ulichukua. Ni sawa, ninajua haya yote, lakini ilikuwa kwa sababu ya damu yako. Hiyo arguments ni kwa nani? Kwa mshtakiwa. Mshtakiwa. Mungu
hahitaji kupembelezwa na nani? Na Kristo. Na Kristo. Wanaofaa kupembelezwa ni wale ambao wamepokea nini? Mashtaka. Wanaosikiza nini? Mashtaka. Mashtaka ya shetani. Na of course wanaosikiza mashtaka ya shetani ni wewe mwenyewe na mimi, si ndio? Sawa. Kama wewe ulipoiba jana, si mimi pia naona nasikiza mashtaka ya shetani kwenye akili zangu. Yeah. Sasa mimi kijana, angalia. Sasa huyu ni Mwadventista na yeye huyu. Unaelewa? Sasa si mimi kwenye akili zangu hivyo. Alafu hapo Kristo naye anikumbusha ni kweli ni mwenye dhambi, lakini Kristo alikuwa kwa sababu ya nini? Kwa dhambi yake. Hizo arguments ni kwa nani? Ni kwa Mungu. Ni kwa mwenye huyo Mwadventista ambaye hajielewi na mimi ambaye namwambia hajielewi. Sawa. Umeelewa? Na wala sio kama Mungu anapelekewa Kristo aende kumpembeleza kule mbinguni. Hiyo ni upagani sasa. That's so clear. Karibu kwa mkono huo na uona hapo. Thank you so much. Asante. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, alitangulia kuumba mwanaume ambaye ni mfano wake mwenyewe. Sawa. Na akajua ya kwamba bana akaumba tena viumbe vingine. Wakati mwanadamu ambaye ni Adamu aliwaza juu ya kuona wanyama wakiwa wawili, naye anaishi peke yake, akaona ya kwamba Mungu akapima akili ya Adamu, akaona ya kwamba Adamu amekosea. Ndiposa wakati anampatia usingizi ili ampatie noti amekosea, amepungukiwa. Amepungukiwa. Wakati anaomba alijua ya kwamba mwishoe mwanadamu huyu anaenda kukosea, akafanya dhambi baada ya mimi kumuumbia hii mwanamke, lakini Adamu hakuelewa. Nasi sisi pia ni viumbe ambavyo ni mzazi wetu ni Adamu. Jinsi vile Adamu alivyokosa, kabla sisi kutenda dhambi, Mungu hutambua haraka. Anajua ya kwamba tunaenda kukosea, isipokuwa sisi hatujui ya kwamba tutaomba msamaha tupate kusamehewa. Adamu akiitwa na Mungu, Adamu, uko wapi? Hajasema ya kwamba Mungu wangu nisamehe, tumekukosea, tumekula tunda ulilotukataza. Akasema ni huyu mwanamke huyu uliyeniumbia ndiye. Akageuka, akageuzia wazo lake mwanamke. Nasi pia tukifanya makosa, tukitenda dhambi, Mungu hujua ya kwamba tutakosea. Lakini makosa yetu sisi wanadamu hatutaki kuomba msamaha mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini tutambue ya kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na akatuombea msamaha, ni ili sisi tuwe karibu naye, tutii na kuthibitisha ya kwamba sisi tu wanawake Mungu. Amina. Kwa hiyo pointi ya kwanza kusamehewa ni kukubali kwamba wewe umekosea. Thank you. Sio not to find an excuse. No. Haya. Vizuri. Tumebakia pointi mbili fupi ambazo baada ya hapo tutahitimisha somo. Kama anayeshtakiwa huwa ni mimi na Kristo anaponyosha mikono yake kwamba ni dhambi nilikufa kwa ajili yake, huwa ananyosha mikono yake kuelekea nani? Kwangu mimi ambaye mashtaka ya shetani yameshaniweza, nilikalisha chini. Si ndio? Hasa swali